Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Oktoba 2, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Kwa upande wa ligi ya NBC, mechi namba 1 KMC dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulitamatika kwa KMC kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Klabu ya KMC imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao wa kuoneshea matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutokufanya kazi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya leseni za klabu. Hii ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 9 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu uwanja na 47 kifungu cha 33 kuhusu udhibiti wa klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa kimashindano. Klabu ya Dodoma Jiji yenyewe imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77 kifungu cha 3 mabano 123. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 9 TRA United dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli 2-2. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77 kifungu cha 3 mabano 123. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 11 Namungo FC dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo ambao ulitamatika kwa Namungo kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Klabu ya Tanzania Prisons imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu na kuingia kwenye uwanja wa Kassim Majaliwa bila kufuata utaratibu wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Siku ya tukio hiyo, mashabiki wanaokadiriwa kufika 250 walikuwa wamevalia jezi za klabu ya Tanzania Prisons. Walifika uwanjani hapo na kujitambulisha kuwa wao ni askari wa jeshi la magereza, hivyo hawawezi kulipa kiingilio ili kuingia uwanjani kushuhudia mchezo huo. Kwa sababu jambo hilo ni kinyume na taratibu za mchezo wa soka na kanuni za ligi, maofisa wa mchezo huo wakiwemo kutoka NCAD, yani kwa maana ya mtoa huduma za uuzaji na uthibitishaji tiketi, waliwazuia mashabiki hao na kuwaelekeza kuwa wanapaswa kununua tiketi. Hata hivyo, mashabiki hao hawakukubaliana na maelekezo hayo, ndipo walipoamua kusukuma geti na kuingia uwanjani kwa nguvu. Tukio hilo lisilokuwa la kiana michezo lilisababisha athari hasi kadhaa, ikiwemo mashabiki wengi waliokuwa eneo hilo kutumia mwanya huo kuingia uwanjani bila kulipa kiingilio, upotevu wa pesa taslim shilingi 500,000 zilizokuwa zimehifadhiwa na afisa wa NCAD. Tukio hilo lisilokuwa la kiona michezo lilisababisha athari hasi kadhaa, ikiwemo mashabiki wengi waliokuwa eneo hilo kutumia mwanya huo kuingia uwanjani bila kulipa kiingilio, upotevu wa pesa taslim shilingi 500,000 zilizokuwa zimehifadhiwa na ofisa wa NCAD, uharibifu wa mashine ya NCAD ya kuuzia na kukagulia tiketi, pamoja na majeraha kwa afisa wa NCAD, yani msimamizi wa kituo cha Lindi na kaimu afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Namungo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Aidha, klabu ya Tanzania Prisons itatakiwa kulipa fedha zilizopotea, gharama za mali zilizoharibika, pamoja na gharama za matibabu ya waathirika wa vurugu hizo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya 47 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 13 KMC dhidi ya Singida Black Stars, klabu ya KMC imetozwa shilingi 500,000 kwa kosa la ubao wa kuoneshea matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani, yani KMC Complex kutokufanya kazi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya leseni za klabu. Hii ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 9 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu uwanja na kanuni ya 47 kifungu cha 33 kuhusu udhibiti kwa klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 kifungu namba 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Mechi namba 14 Yanga Afrika dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao ulipigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na Yanga kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuchapisha picha jongeo, yani video,
kwenye ukurasa rasmi wa klabu hiyo katika mtandao wa Instagram, ikionyesha wachezaji wa klabu hiyo wakifanya mazoezi gizani ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa Septemba 23, 2025, jambo ambalo lilizua taharuki na kuchafua taswira ya ligi kuu, ikikosekana sababu ya msingi ya wao kufanya hivyo. Timu ya Pamba Jiji ambayo ilikuwa na mchezo tajwa hapo juu dhidi ya Young Africa ikiwa haijatoa taarifa yoyote kwa klabu mwenyeji, mamlaka ya uwanja wa maofisa wa mchezo ilifika uwanjani hapo saa 12:35 jioni kwa ajili ya kutumia haki ya kikanuni ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi katika muda wa mchezo ambao ulipangwa kuanza saa 1 kamili usiku. Baada ya kufika uwanjani hapo ambapo taa zilikuwa hazijawashwa, viongozi wa ufundi wa timu hiyo waliendelea na programu yao kwa kuanza kufanya mazoezi wachezaji gizani, huku wakitoa kauli chafu za kejeli kwa mamlaka za soka kuwa zinawahujumu, wakisahau kuwa hata muda wa kuanza mazoezi ulioainishwa kikanuni, muda wa kuanza mchezo ulikuwa hujafika, na kwamba wahudumu wa uwanja huo walikuwa wanaendelea na taratibu za kuwasha generator na taa za uwanjani. Wachezaji hao waliendelea na mazoezi yao, lakini mara baada ya kuwaka kikamilifu na uwanja kuwa na mwanga wa kutosha majira ya saa 1:08 usiku, makocha waliwaamuru wachezaji wao kuondoka uwanjani. Walipoulizwa na maofisa wa mchezo kwa nini wanaondoka baada ya kuwashwa, walisema tayari wamekamilisha programu yao. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Bodi ya ligi kuu Tanzania inazikumbusha klabu zote kuhakikisha zinafuata mwongozo wake kwa kutoa taarifa mapema kuhusu ratiba zao za mazoezi ili maandalizi ya mazingira na miundombinu yafanyike kwa wakati kwa lengo la kukidhi mahitaji ya kikanuni. Mkurugenzi wa mashindano Ibrahim Mohamed na walinzi wa uwanja yani stewards wa klabu ya Young Africa Sudi Hussein na Shamte Mkumba wamefungiwa kwa kipindi cha miezi 3 kila mmoja kwa kosa la kufanya kitendo ambacho ni kinyume na maadili ya uongozi wa mpira wa miguu kwa kuwazuia maofisa wa mchezo tajwa hapo juu kutekeleza majukumu yao ya kiusalama wakati wa mchezo huo. Maofisa hao wa Young Africa walipinga na kuwazuia maofisa wa mchezo kutumia walinzi wa uwanjani yani stewards waliokuwa chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwenye eneo la kuchezea yani pitch, wakitaka watumie walinzi wengine, jambo ambalo ni kinyume na masharti yaliyoainishwa kwenye sura ya 2 kanuni za ulinzi na usalama za shirikisho la soka barani Afrika yani CAF. Pamoja na zuio hilo, Sudi Hussein na Shamte Mkumba walitoa kauli za fitisho kwamba watampiga mlinzi yeyote mwingine atakayesogea eneo la kuzunguka kwa kiwanjani yani pitch, tofauti na wale walioletwa na klabu ya Yanga. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa viongozi. Mechi namba 18 Dodoma Jiji dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ulitamatika kwa Dodoma Jiji kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77 kifungu cha 3(1), 2 na 3. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha 19 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 21 Singida Black Stars dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ulitamatika kwa Singida kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Klabu ya Singida Black Stars imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa KMC Complex kuelekea mchezo tajwa hapo juu Septemba 30, 2025. Singida waliwasili uwanjani hapo saa 6:38 mchana badala ya saa 6:30 mchana kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Singida Black Stars imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao wa kuoneshea matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani yani KMC Complex kutokufanya kazi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya leseni za klabu. Hii ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 9 kifungu cha 3 ya ligi kuu kuhusu uwanja na kanuni ya 47 kifungu cha 33 kuhusu udhibiti wa klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 kifungu cha 5 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Mechi namba 22 Mbeya City dhidi ya Yanga, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya bila kufungana. Mchezaji wa klabu ya Young Africa Ibrahim Abdullah amefungiwa michezo 5
kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Mbeya City Ibrahim Mohamed, rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya zaidi na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, Omari Mdoe kutoka Tanga, ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kushindwa kutafasiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya kiukwaji wa sheria za mpira. Pamoja na matukio mengine, Omari Mdoe alishindwa kutafasiri sheria katika dakika 46 ambapo mchezaji wa Mbeya City Mateo Anthony alishika mpira ndani ya eneo la penati lakini hakuchukua hatua yoyote. Mwamuzi huyo pia alishindwa kuchukua hatua baada ya mchezaji Ibrahim Abdullah kucheza rafu mbaya katika dakika 3 ya mchezo. Mechi namba 23 JKT Tanzania dhidi ya Azam FC, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli 1-1. Mchezaji wa klabu ya JKT Tanzania Mohamed Bakari amefungiwa michezo mitano kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Azam FC Lusajo Maikenda, rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 21 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wa kati Jackson Samuel kutoka Arusha na mwamuzi msaidizi namba 2 wa mchezo tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kushindwa kutafasiri vyema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo